Shalom. Nabii wa ishara Tanzania, mtabiri wa mambo ya taifa na mshauri, moja kwa moja kutoka hapa Dar es Salaam. Ninashukuru kwa sababu ya wengi kuniuliza maswali kwa ajili ya matukio ya kitaifa yanapotokea, lakini washukuru sana wafadhili wangu, watu mbalimbali tu walio katika nchi hii wanaotuma sadaka zao kuhakikisha wanapata taarifa za maisha yao kinabii, maelekezo ya kiroho, maelekezo ya kihuduma na namna ya ufanisi wa mambo yao kupitia masuala ya kiroho ambayo Mungu amenipa katika ofisi yangu. Mungu abariki sana wote ambao mnachangia huduma hii kwa uaminifu na unyenyekevu. Naomba Mungu awakajaze neema na kuwabariki baraka zisizokoma, kwa sababu utoaji lazima ukurudishie neema na baraka. Watu wa nguvu za giza wanatoa na sisi watu wa Mungu tunatoa. Usichoke katika kutenda mema. Maandiko yamenena katika kitabu cha Galatia 6:9, utavuna kwa wakati usipozimia moyo. Mungu abariki sana wafadhili wangu, watu wa Mungu ambao mnachangia huduma hii kwa sababu ya mafundisho ya kina ya neno la Mungu na huduma mbalimbali za kiroho ambazo zinahusiana na mambo ya kinabii. Nimekuja hapa kwa ajili ya maswali kuhusu tukio la Lissu, na nimekuja hapa kwa ajili ya kutoa majibu ya mambo yanayoendelea. Niwakumbushe tu kwamba kipindi cha mwenyekiti aliyepita wa chama hicho cha Lissu alitiwa ndani mwaka 2021 na kwa kesi ilikuwa ni ya ugaidi. Hizi ni kesi mbili tofauti lakini zinafanana sana. Nitake tu kukuambia majira aliyotiwa ndani Mbowe ilikuwa ni majira ya 9 ya maisha yake, na majira anayotiwa ndani huyu Lissu ni majira ya 9 ya maisha yake. Hayo maisha huwa ni majira ya kuzaa, uchungu na kuwepo hapo. Kwa hiyo ni lazima uende leba kwa ajili ya kuweza kujifungua kile kilichopo ndani yako. Sasa manake Lissu na yeye ameenda kutumikia, ameenda kuatamia ili lile yai la maono yake lipate nguvu. Lakini tu niseme tu kwa upande wa serikali, nahisi, sina uhakika, pengine wanajua hili. Naomba mmsikilize vizuri sana Lissu wakati hotuba zake anazitoa, ili msiingie kwenye mtego. Serikali kwa huyu Lissu ni mtego, ulikuwepo mtego wa wazi kabisa, yaani wa wazi. Kama mimi ningekuwa ni miongoni mwa watu walio katika serikali kwa ajili ya kuishauri serikali, wala nisingemshauri pia akamatwe. Yaani nisingeshauri kabisa akamatwe. Yaani kumkamata ni kumuongeza nguvu, lakini kwa vile mapenzi ya Mungu yameruhusu, basi inabidi muendelee kuwajibika katika kumtia nguvu. Yaani kumkamata huyu Lissu ni kumuongeza nguvu, kwa sababu hebu fikiria mtu ambaye amejipanga, amesema hivi: najua nitakamatwa, najua nitapewa kesi ya uhaini, lakini mwisho wa yote ni nini? Mwisho wa yote ni lazima tutashinda. Sasa mtu ambaye amejipanga mpaka kwa ajili ya kukamatwa, kwa ajili ya kesi, unajua lazima ujiulize mara mbili kwamba kuna nini amekiandaa huyu mtu. Sasa ili ukijue, mara nyingi huyo mtu usimkamate, kwa sababu ukimkamata hawezi kutoa siri yote, na kwa sababu haitawezekana kumdhuru, kwa sababu kumdhuru mtu ambaye ana watu wengi namna ile, yaani kwenye chama ambacho kina watu wengi. Labda nitoe tu angalizo kwa Chama cha Mapinduzi. Nilishasema mara nyingi na narudia tena kusema, iko hivi. Chama cha Mapinduzi kwa sababu ya kukosa uadilifu katika masuala ya uchaguzi kimechafuliwa na wale viongozi wanapokuwa wanagombea kwenye serikali, yani kwenye chaguzi zile. Baada ya kutoka kwenye chama kule, anakuja gombea urais huku. Ule usimamizi wa serikali unavyojaribu kuwabeba Chama cha Mapinduzi ndio umekilemaza chama na kukiua. Yaani mtu yote anayelemazwa na kudekezwa huwa hana nguvu, hawezi kuwa na nguvu. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kimeuawa nguvu kwa sababu hakiwezi kushindana chenyewe. Yaani ni lazima kibebwe na dola, lazima kibebwe na usimamizi wa nguvu, lazima kibebwe kwa kutangaza washindi ambao hawana ushindi wa halali. Yaani Chama cha Mapinduzi bila dola maana yake hakiwezi kuwa madarakani. Sasa niseme, nitoe ushauri. Hiki chama kimefanya mambo mengi mazuri katika nchi.
msikiue namna hii kirahisi namna hii. Natoa ushauri, kirudisheni heshima Chama cha Mapinduzi. Acheni Chama cha Mapinduzi kipambane chenyewe. Kama mnajijua mmekiharibu na hakina uwezo tena kupambana, rekebisheni sheria ili watu waheshimu maamuzi. Rekebisheni sheria za uchaguzi zile, yani tume iwe huru, ili watu waheshimu kwamba ni kweli sasa mmedhamiria kutenda haki. So mpaka sasa hivi yani Chama cha Mapinduzi kinaonekana ni chama kisichopenda haki, hakitendi haki wala hakitoi haki. Ndio shida iliyopo. Kwa hiyo kwenye uchaguzi tuhuma ni nyingi, lakini sio tuhuma tu, na uhalisia wa ukweli kabisa ni kwamba bila kusimamia na kuweza kutoa yani kukipa support Chama cha Mapinduzi hakishindi. Sasa hii ni kukiua chama kwa sababu kwa staili ingekuwa ndio Chadema iko vile, yani ingekuwa ishakwisha, yani haipo kabisa. Sasa Chama cha Mapinduzi kwa sababu kimekufa, alafu yani nafikiri mnafahamu ile story ya mtu aliyekuwa analima, alafu akaja akaibiwa mbuzi wake aliyekuwa amemfunga kwenye mti. Nadhani wengi sana mnafahamu hiyo story Mkulima analima amefunga mbuzi kwenye mti, alafu mwizi akaja, alimuiba yule mbuzi, akamminya koo, akamchinja pale pale, alafu akaangalia kimo, akaikita mti, akasimamisha kichwa cha mbuzi, kinamwangalia kimekaa kama vile mbuzi yuko hai, alafu akaondoka na kiwiliwili. Ndivyo CCM ilivyouawa, na wana CCM wenyewe wameua na wamebakisha sura tu kwamba kuna chama, lakini chama chenyewe kishakufa. Nasema kimekufa kwa sababu hii. Chama chenye nguvu akiwezi wakati wa uchaguzi kutumiwa nguvu nyingi ili kwamba kishinde. Chama chenye nguvu kinatumia haki ili kushinda. Kwa sababu hiyo mimi ni shauri tu ni mshauri mama rais ya kwamba hebu amua kuvunja rekodi kwenye nchi. Amua kuvunja rekodi. Amua kuunda tume huru. Alafu kwenye nafasi ya urais usimame we mwenyewe. Yaani unaweza ukaunda tume huru, alafu kwenye nafasi ya urais ukatumia dola ili uachilie ubunge huku. Najua hapo itakuwa nusu dhambi. Dhambi itakuwa ni dhambi, lakini utakuwa umepunguza ile dhambi. Kitendo cha kuunda tu tume, kwanza utatengeneza jina lako na chama kitaanza kunawili. Kwamba kama rais wake ameamua kuunda tume huru, kweli huyu rais ni wa pekee na ameamua kufanya. Hebu amua kuweka legacy yako, amua kuweka kuvunja rekodi yako katika urais wako. Maana hakuna chochote kitakachoonekana kama hutafanya kitu kama hicho kwenye nchi, kwa sababu mambo yote mengine ni ya kawaida kabisa, hakuna jipya. Lakini ukiunda tume mama, kwanza wewe ni mwanamke wa pekee, unda tume hiyo, jitoe mhanga, unda tume, iwe tume huru iunde. Alafu nafasi ya urais ukiwa na mashaka, hiyo ndio sasa omba zile mbinu za kukusave wewe, za kukusaidia. Lakini acha kwenye wabunge wapambane. Inawezekana ukaogopa wabunge wakiwa wengi watakuletea shida. Hawatakuletea shida, sheria zitakulinda. Cha kufanya ni kwamba utakuwa na wabunge wengi wa upinzani ambao, kwa sababu ni ukweli halisi, yani mpaka CCM wenyewe mle ndani wameshagawanyika, na kwamba wao waliogawanyika maana yake unafikiri una support wapi? Si lazima usapoti upande wa pili. Angalia mambo yote yanayoendelea kwenye upande sijui wa kuform sijui nini, kuchukua form, taratibu zile za ndani tu zenyewe za chama. Na hii ndio tunaposema kuna hatari sana. Dhambi ukishakuwa watendea watu wengine, kuna siku dhambi hiyo utaanza kuwatendea watu wako wa ndani. Ndio maana sasa imefikia mahali kwamba, na hii ni ishara mbaya sana, sio ishara nzuri, kwamba sasa mwenyekiti anaweza akafanya analotaka kwa ushauri wa watu wachache, sio ushauri wa wanachama wote. Hii ni ishara mbaya. Kama huyu amefikia kufanya hivi, unadhani rais atakayefuata atafanya madudu ya kiasi gani?
ipo siku hapa mimi nasema na natabiri, ipo siku nchi ipo siku, na nchi haiko salama kuliko mataifa yote. Ipo siku atatokea mtu, nchi ataichukua nchi kwa kuinyakua, wala si mwanasiasa wala si mwanasiasa. Atainyakua nchi na nchi itaingizwa kwa nguvu kwenda kufanya marekebisho ya sheria kwa sababu ya uovu wa mmoja kati ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi atakayeingia, naye atakuwa anataka afanye haraka, afanye madudu yake haraka, ajiundie maisha yake haraka. Mwisho kuna watu pembezoni mwa hicho chama, hiyo dola yenyewe inayosaidia itakuja choka pia. Mimi nasema ukweli, itakuja choka. Hapo ndio patakapotokea shujaa mmoja ambayo nchi kama ilivyotokea Zimbabwe kwa amani kabisa ataichukua nchi mikononi mwake, na atakapoichukua nchi mikononi mwake, nasema na tabiri, naona katika ndoto kwamba ni kama vile kutatokea mmoja shujaa atakuja ichukua nchi mikononi mwake na kuipeleka kwenye kutengeneza tume huru kwa nguvu. Kwa nini mngoje mpaka ije mmoja shujaa mmoja jitokeze kufanya hayo mambo? Kwa nini itokee hiyo? Kwa sababu Mungu yupo. Haya mambo yanaenda yanabadilika. Hebu fikiria Zimbabwe, roho ngumu aliyoiweka Mugabe, mataifa yakambana. Kibano kitakapotokea, yani hakuna jinsi mtakayo kuja kufanya. Itakuja fika mahali hata hali yenyewe ya hao wanaowasaidia itakuwa ngumu, hakuna atakayeweza kuvumilia. Mimi nasema mapema, kabla nchi hii haijaanguka, kabla haijadondoka kabisa, ambapo mara nyingi rais wa 8 ndio anaweza akapatwa na hayo. Rais wa 7 inawezekana kukafanyika assembly ambayo ikaleta kujadili na kubadilisha mambo ambayo hayako sawa. Lakini rais wa 8 kama hamjabadilisha mpaka rais wa 8, lazima tukio litakuwa limeshatokea. Yaani nchi haiwezi kwenda ovyo kwa miaka mingi. Inaweza kwenda ovyo kwa muda mfupi na kurekebishwa. Kama hao washauri wanawashauri kwa nafikiri maisha yapo tu yanaenda tu, na waapia kabisa ya kwamba nchi hii itakuja kumbwa na tukio ambalo hamjawahi kutegemea. Itafanyika mambo ya mageuzi ya amani na mapinduzi ya amani ambayo hamkutegemea kabisa, ndani ya CCM hiyo, ndani ya vyombo hivyo vinavyoitetea. Na tabiri kutakuja tokea tukio. Kama mtabadilisha mapema wenyewe, kuna shida itatokea. Ni shauri, mama, vunja rekodi, lete tume huru, alafu simamia nafasi yako ikutetee, alafu uwe na wabunge wengi ambao ni mchanganyiko. Utakuwa umeweka legacy kubwa sana ya ajabu, na utakuwa umetengeneza sifa kubwa haijawahi kutokea. Hebu jaribu kufanya uthubutu. Fanya uthubutu mama. Narudia, fanya uthubutu. Na kushauri tu mama yangu, rais wangu, fanya uthubutu. Jambo hilo linaweza likaleta matokeo mazuri kabisa yatakayoweza kukusaidia. Najua kuna hofu ya kuanguka kwa chama. Ndio hiyo tu, ndio yani mabadiliko ya tume huru, hofu ni kwamba chama kitakwenda kuanguka. Hata sasa chama sio kwamba kipo. Chama mpaka sasa ni jina tu, kama nilivyosema, kinasimamiwa na dola. Yaani chama bila nguvu, kutumia manguvu na kutumia dola, chama hakiwezi Chama cha Mapinduzi hakiwezi, kama uchaguzi unakuwa wa huru na wake, hakiwezi kushinda. Labda mfanye haya ninayosema, uunde tume huru, upige kampeni nzuri ya kutosha kwamba sasa nimeshawapa tume huru. Kuna lolote tena? Hamna. Naombeni mnipe kura nikafanye mambo ya maana, nitafanya mageuzi makubwa. Yaani ukifanya tu tume huru ibadilike, alafu ukaamua kusema utafanya mageuzi makubwa, sema mageuzi yoyote hata ambayo utayashindwa, watakuamini na nakwambia utapita. Ingawa kwa wabunge wataanguka sana. By the way, wabunge hata kama si hivi, wabunge wengi wanakwenda kuanguka mwaka huu. Sio hata kama sio tume huru, wabunge wengi wanakwenda kuondolewa. Kuna minyano mbaya mkubwa ndani ya chama chenyewe. Chama chenyewe kitawatoa wabunge wao wenyewe na kuwatupa nje wale wabunge wa mwanzo, na kitataka wabunge wengine.
tena kitatumika mpaka nguvu kuwatoa wale wengine, hata kama ni wazuri watatolewa kwa maslahi fulani. Nasema wazi kabisa kwamba kuna mambo yatatokea. Sasa kuliko kuingia kwenye matatizo, ni heri mama ungeleta mabadiliko mapema ili kuleta mageuzi kabla ya hayo mambo mabaya magumu kutokea. Hilo ni la kwanza. Lakini hilo ni la msingi la kwanza. Lakini la mwisho niseme hivi, Lissu anakwenda kutolewa. Tundu Lissu atatolewa gerezani. Lissu hatanyongwa. Lissu hatauawa. Nasema wazi, hatauawa. Niseme hivi, hawa waliomkamata sio kwamba ni wanyama, wana akili timamu. Wanajua madhara yote. Hivi mtu ambaye amejisemea mwenyewe nitakamatwa, nitapewa kesi ya uhaini, wewe unafikiri mtu anayemkamata mtu kama huyo kama atumie akili sawa? Lakini kama unatumia akili, mtu ambaye amekuchokoza kwa makusudi, alafu anajua hatua utakayochukua, ujue anajua maslahi ya hicho unachokifanya, ni mtego mkubwa alitega Lissu, ambao umefunua na utaenda kufunua mambo kwenye mataifa mabaya sana, kiasi ambacho yani sio kwamba inasaidia chama tena kumkamata Lissu, bali nakwenda kukidhalilisha chama na utawala. Ndio maana nikasema, kwa sababu hiyo rais wangu ana akili timamu, anayajua hayo. Mimi nimesomea mambo ya uongozi kwa ngazi ya degree, ni msomi wa degree ya uongozi, kwa hiyo nafahamu. Anajua kabisa huyu Lissu amekamatwa kwa habari ya usalama tu, kwa ajili ya usalama, ili utulivu katika utawala kwa muda fulani uwepo. Yani kwa hofu kwamba wasije watu wengine wakachukua action yale maneno yake, wakachukua action ya wakawa overwhelmed au overreacted, wakareact kuliko anavyosema mwenye Lissu. Kwa hiyo ni jambo tu la kiusalama. Lakini pili, Lissu amekwenda pale kwa ajili ya kuzaa maono, ameenda kuatamia maono, ameenda kizimbani kwa ajili ya kujifungua kile ambacho ni maono. Hakuna kiongozi yoyote anayeweza kufika hatua ya kwenda kuwa kiongozi wa taifa kama hajapitia magumu. Vinginevyo amebebwa tu, na kibebwa hawezi kufanya mambo yote makubwa kwenye nchi. Hiyo ndio tofauti ya kiongozi aliyeitwa na Mungu na kiongozi aliyejiweka au kuwekwa. Sasa Lissu yeye ana wito. Ana wito kama alivyokuwa Mbowe, ana wito. Kwa sababu hiyo pamoja na kila kitu, lakini maneno aliyokuwa anayasema ni mtego. Alidhamiria kukamatwa. Kwa hiyo mtu sikiliza, kuna mithali moja inasema hivi, mjibu mpumbavu sawa na upumbavu wake, asija kajiona mwenye hekima mbele yako. Alafu kuna nyingine inasema hivi, usimjibu mpumbavu sawa na upumbavu wake. Naona kwa sababu unaweza na wewe ukaingia kwenye upumbavu. Yaani ni hivi, kilichotakiwa hapo ni hekima tu kucheza na Lissu. Lissu alitega mtego wa kihekima kwamba najua nitachukuliwa hatua, lakini shida yangu nataka niweze kuongeza nini? Mwitikio. Na hii ndio imekuwa. Lissu nasema atatoka, hatachukua muda mrefu atatoka. Watanzania msubirini, Lissu anakwenda kutoka. Atakuwa huru kabisa na kuendelea na mambo yake, na serikali iwe makini, ijue kabisa ni mtego, basi mwachieni kwa sababu ya upendo wa rais, na ataachiwa. Rais wetu sio katili wa kuweza kuua. Atamwachia Lissu, atarudi. Mungu abariki Tanzania, Mungu abariki serikali.